أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
tafsiri ya aya hizo ni kama ifuatayo: eni mlioamini, mmelazimishwa kufunga saumu kama walivyolazimishwa wa kabla yenu, ili mpate kumcha Mungu kwa siku zilizohesabiwa. Lakini miongoni mwenu awaye mgonjwa au katika safari, basi atimize hesabu katika siku zingine, na wale wanaoweza watoe fidia kwa kumlisha maskini, na atakayefanya wema kwa radhi ya nafsi yake basi ni bora kwake, na kama mkifunga ni bora kwenu, ikiwa mnajua. Mwezi wa Ramadhani ambao imeteremshwa humo Qur'an kuwa mwongozo kwa watu na ishara zilizo wazi za mwongozo na kipambanuzi, basi miongoni mwenu atakaye uona mwezi afunge saumu, na mwenye kuwa mgonjwa au yumo safarini basi atimize hesabu katika siku zingine. Allah huwatakieni yaliyo mepesi, wala hawatakieni yaliyo mazito, na pia huwatakieni mtimize hesabu na kumtukuza Allah kwa kuwa amewaongozeni, na ili mpate kushukuru. Na waja wangu wakuulizapo juu yangu, basi hakika mimi nipo karibu, na yaitikia maombi ya muombaji anaponiomba, basi waniitikie na waniamini ili wapate kuongoka. Kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu, mwaka huu tumepata bahati nyingine ya kuupata mwezi wa Ramadhan. Siku zote tunatakiwa kukumbuka kwamba kuupata mwezi mtukufu wa Ramadhan na kupita katika mwezi huo hakutoshi, au kula daku asubuhi na kufunga saumu na kufuturu jioni na kufungua, hilo halitimizi shabaha ya saumu. Bali pamoja na kufunga saumu hizi, Mwenyezi Mungu ametuamrisha kujipatia mabadiliko matakatifu. Kuhusiana na saumu, Mwenyezi Mungu ametuamrisha maamrisho mbalimbali, na kwa sababu ya kuyafuata ametupasha habari njema ya kutupatia ukaribu wake na kupokea maombi yetu. Aya chache nilizozisoma humo, Mwenyezi Mungu ametuelekeza kuhusu uwajibikaji wa saumu. Vivyo hivyo ametuambia kwamba ikiwa kuna maradhi au ni sababu yoyote nyingine iliyo halali, basi atimize hesabu katika siku zingine au atoe fidia ikiwa maradhi yanadumu. Lakini pia ikumbukwe kwamba kutoa fidia ni bora hata kama katika siku za baadaye mtu anapata nguvu ya kufunga saumu, ikiwa mtu ana wasaa wa kiuchumi. Kisha akituambia umuhimu wa Qur'ani tukufu na kuhusu kuteremka kwake, ametufahamisha kwamba kuisoma na kuifuata ni njia kwetu ya kupata uimara katika imani na kwenye mwongozo, na pia ni njia ya kujenga uhusiano na Allah subhanahu wa ta'ala na kuelewa mafundisho yaliyotoka kutoka kwake. Kisha ametupatia habari njema ya kwamba, ewe nabii, uwaambie waja wangu mimi nipo karibu nao, na yasikiliza maombi na yapokea,
na katika mwezi wa ramadhan mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba mwenyezi mungu huja kwenye mbingu wa karibu, yani hupokea sana maombi ya waja wake. Lakini mwenyezi mungu amesema, ikiwa mnatamani kwamba mimi nisikilize maombi yenu, basi nini pia mnatakiwa kufuata amri zangu. Na si katika mwezi wa ramadhani tu, mbali mnatakiwa kuzifanya ziwe sehemu ya kudumu ya maisha yenu, na mnawajibika kujiimarisha katika mema na kwenye imani. Basi kwa ajili ya kukubalika kwa maombi yapo masharti. Hivyo kwa mujibu wa masharti haya, sisi tutakapoboresha maombi yetu, tutamkuta mwenyezi mungu yu karibu nasi na atasikiliza maombi yetu. Muda huu kuhusiana na maombi nitaeleza baadhi ya nukuu za hatmasihi maud alaih salam zinazoangazia umuhimu wa dua, masharti ya dua na falsafa yake, na jinsi tunavyotakiwa kufanya ili maombi yetu yaweze kukubalika na allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwetu wapo wengi wanaoomba dua kidogo tu, kisha wanasema kwamba mwenyezi mungu hapokei maombi yetu, kana kwamba tumemwambia mwenyezi mungu kazi fulani ambayo angetakiwa kuikubali tu. yaani mungu apishe mbali, mwenyezi mungu analazimika kutii amri zao, waseme chochote wapendacho, hata kama matendo yao yawe kinyume chake. Lakini huu ni wajibu wa mwenyezi mungu kwamba awasikilize. mwenyezi mungu ameweka wazi kwamba hiyo haitatokea. kwanza nyinyi mtalazimika kukubali amri zangu na mtalazimika kuyafanya matendo yenu yaendane na mafunzo ya qurani tukufu. Katika mwezi wa ramadhan, pale ambapo mmepata mazingira ya kufanya mema na silsila ya darsa imeanza, basi angalieni miongozo na maamrisho yangu yanasema nini, kisha mutafakari na muyafuate. Mjikague kwamba kwa kiasi gani imani yenu ni imara, na katika majaribio, je, inabaki kuwa imara au mnaonesha uvivu? Kwa vyovyote vile, hiyo ni mada ambayo binadamu ndiye anayetangulia, na anapojimaliza katika njia ya mwenyezi mungu, rehma na huruma ya allah inapata jazba na fadhila yake inamteremkia. basi tunatakiwa tulielewe jambo hilo. Masihi maud alaihissalatu wassalam anasema dua ni fahari makhsus ya islam na waislamu hujivunia juu yake. Lakini kumbukeni kwamba dua si jina la kutamka maneno tu kwa ulimi, bali ni kitu ambacho moyo hujaa na hofu ya allah na roho ya mwombaji huangukia kizingiti cha allah, na kwa lengo la kujiondolea mapungufu na maovu humwomba mwenyezi mungu aliye na nguvu na uwezo na maghfira. Na hiyo ni hali ambayo kwa maneno mengine tunaweza kuita kwa jina la mauti. Hali hiyo inapopatikana, mlango wa kupokea maombi hufunguka kwa ajili yake na hujaaliwa nguvu makhsus na fadhila na uimara ambao humwezesha kuepukana na maovu na
kumdumisha kufanya mema, na hiyo ni njia bora kuliko njia zote. Basi hiyo ni njia ya kufanya maombi na njia ya kupata ukaribu wa Allah na njia ya kukubalika kwa maombi na njia ya kuepukana na mazambi. Siku hizi kikawaida huulizwa swali kwamba tunawezaje kujua kuwa mazambi yetu yamesamehewa na Allah ameturizia. Kuhusu swala hilo Hatmasihi Maud alayhi salam ameeleza jambo la msingi kwamba ikiwa uhusiano wa kweli kwa Allah unajengeka, ambao ni uhusiano wa kudumu, na mtu amefanya juhudi kweli kweli kwa ajili yake, kisha fadhila ya Allah inamteremkia ambayo inamwezesha nguvu ya kujiepusha na maovu. Na binadamu pamoja na kujiepusha na maovu anajaaliwa nguvu maalum ya kufanya mema na anajaaliwa nguvu ya kuendelea katika mema. Kama hali hiyo haitokei, mtu hawezi kusema kwamba nimepata ukaribu wa Allah. Basi mtu ataweza kumwabudu Allah kweli kweli atakapofikiri hivyo na atatenda kama ipasavyo. Hivyo katika mwezi huu wa Ramadhan yatupasa kufanya juhudi maalum. Kuhusu dua, kama nisemavyo, nitaweka mbele yenu nukuu chache za Hatmasihi Maud alayhi wassalam. Hazrat Masihi Maud alayhi wassalam sehemu moja akieleza swala la kukubalika kwa dua anasema, swala la kukubalika dua kwa hakika ni kitawi cha swala la dua, na ni jambo la msingi kwamba yule mtu ambaye hakulifahamu shina, yeye hupata matatizo katika kulifahamu tawi na kudanganyika. Ili tuelewe kitu fulani tunatakiwa kuelewa msingi wake, na tusipoelewa kitu cha msingi, hata kama tufafanuliwe kiasi gani, tuelezwe kiasi gani, hatuwezi kukielewa. Akasema uhakika wa dua ni huu kwamba kuna kuwepo na uhusiano wenye mvuto kati ya mja mwema na Mola wake. Yani kwanza, rehema ya Mwenyezi Mungu humvutia mja upande wake, halafu kwa mivuto ya ukweli wa mja Mwenyezi Mungu humkurubia yeye. Mja wake anapofanya juhudi kwa moyo safi, basi Mwenyezi Mungu humkurubia yeye, na uhusiano huo katika hali ya kuomba dua ukifikia mahali maalum huzalisha sifa za ajabu. Wakati mtu akikumbwa na tatizo zito, anaelekea kwa Mwenyezi Mungu kwa yakini kamili, matumaini kamili, mapenzi kamili na uaminifu kamili na hima kamili, huku akiwa macho kabisa, akiachana mapazia ya mghafala, huendelea mbele zaidi na zaidi katika nyanja za fana. Mbele anakuta baraza la Mwenyezi Mungu na kwamba hakuna mshiriki yeyote pamoja naye. Ndipo roho yake inaweka kichwa juu ya kizingiti hicho, humwona Mungu pekee, na min ghairi yake kila kitu hukuisha mbele yake, na nguvu ya kuvutia iliyowekwa ndani yake inayavutia kwake maelekezo ya Mwenyezi Mungu, na nguvu ya kuvutia iliyowekwa ndani yake inayavutia kwake maelekezo ya Mwenyezi Mungu. Nguvu ya kuvutia imewekwa ndani ya mtu ambayo huanza kuvutia kwake maelekezo ya Allah, ndipo Mwenyezi Mungu mwenye shani anaelekea kwa kuitimiza kazi hiyo, na athari ya dua hiyo anazitilia sababu zote za asili
ambazo kwazo zinazalika sababu zile zilizo muhimu kwa kupata maksudio haya. Na sababu zinazalika ambazo ni muhimu kwa ajili ya kupata maksudio na shabaha. Kwa mfano, kama kuna dua ya kuomba mvua, basi baada ya kukubaliwa dua, sababu za asili zilizo muhimu kwa ajili ya mvua zaletwa kutokana na athari ya dua hiyo. Na kama ni kuomba vibaya kwa kuletwa njaa, basi Mungu mweza huumba sababu zilizo kinyume na hizo. Kisha akasema maelfu ya miujiza iliyodhihiri kwa manabii au mambo ya maajabu walioendelea kuonyesha mawalii mpaka siku hizi, asili na chimbuko lake ni hii dua. Na mara nyingi kwa athari tu ya maombi, miujiza huendelea kuonyesha onyesho la uwezo wa mweza. Qurani tukufu imejaa na bishara nyingi. Pia twaona kwamba katika zama za Masihi Maud alayhi salam bishara nyingi zilitimia. Watu wengi waliuwema huona ndoto za kweli na hutimia, na athari za maombi huzihiri. Hayo yote yanatokea mtu kwa kujihalisisha anapoinama kwa Allah. Kisha Masihi Maud alayhi salam anasema zaidi. Mwenyezi Mungu anasema walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, na wale wanaojitahidi kwa ajili yetu kwa yakini tunawaongoza kwenye njia zetu. Mtu amepewa jukumu la kujitahidi, akiambiwa kwamba ukijitahidi basi hiyo ni ahadi yangu. Na upande huu hii ni dua kwamba ihdina siratal mustaqim, kwamba utuongoze kwenye njia iliyonyoka. Mwenyezi Mungu ameahidi kwamba jitahidini, mimi nitawaongozeni kwenye njia zangu. Na upande wa pili ametufundisha dua kwamba ihdina siratal mustaqim, kwamba utuongoze kwenye njia iliyonyoka. Hivyo mtu anatakiwa kuiweka mbele yake halafu afanye dua katika sala kwa unyenyekevu, na awe na matumaini kwamba yeye pia awe miongoni mwa watu ambao wameshapata daraja na maarifa. Asije akaondoka kutoka dunia hii akiwa kipofu, akikosa maarifa. Hivyo akasema man kana fi hazihi ama fahuwa fil akhirati ama, mtu aliye kipofu katika dunia hii atakuwa kipofu katika akhira. Yani aliye kipofu wa kiroho na ameiangukia dunia, asiyemtambua Allah, asiyejua hikima ya maombi, asiyetambua athari ya maombi, na amezama katika mambo ya dunia, yeye katika akhira pia hawezi kupata ukaribu wa Allah. Basi huzur anasema kwamba maandalizi ya akhira yanatakiwa yaanze kutoka dunia hii, mujiandae kwa ajili yake. Akasema shabaha hasa ni kwamba kwa ajili ya kushuhudia dunia ile, yani kwa ajili ya kushuhudia dunia ile, kutoka dunia hii tutakwenda na macho. Ikiwa tunataka kuona dunia ya akhira ambapo tutapata ukaribu wa Allah, basi kutoka dunia hii tutakwenda na macho. Na maandalizi ya kupata ukaribu wa Allah yataanza kutoka dunia hii. Basi je, inaweza kufikiriwa kwamba Allah akiahidi kisha asitimize? Akasema maana ya kipofu ni mtu aliyekosa maarifa na ladha ya kiroho. Mtu fulani anazaliwa katika nyumba ya Waislamu na anafuata imani ya mababu zake na wazazi wake bila kujua lolote, anawafuata tu, hafanyi mambo mema, na kwa kuwa amezaliwa kwa Waislamu hivyo anaitwa Muislamu.
upande wa pili yupo mkristo ambaye anazaliwa katika nyumba za wakristo na anaitwa mkristo. ndio sababu mtu wa aina hiyo anakuwa hana heshima yoyote kwa allah, mtume wake na qurani tukufu. hata upendo wake kwa dini pia unakuwa na dosari na mapungufu, na anakaa na wale wanaomzihaki mtume na mwenyezi mungu. sababu yake ndiyo hii kwamba mtu huyo anakuwa hana jicho la kiroho na anakuwa amekosa upendo wa dini. mtu akimpenda mtu, je, atapenda kwamba jambo fulani lisemwe zidi ya kipenzi chake? ilmuradi mwenyezi mungu amesema kwamba mimi niko tayari kumpatia mwongozo ikiwa mja wangu yupo tayari kuupokea. basi kuomba kwake ndio kujiandaa kwake kupokea mwongozo. khalifa mtukufu anasema kwamba basi siku hizi dua hii muiombe sana kwamba ihdina sirata almustaqim, mwenyezi mungu atuongoze kwenye njia iliyonyoka. pia mwenyezi mungu atakase mioyo yetu, atujalie tuweze kumwabudu kweli kweli na tuweze kutimiza haki za waja wake, wala tusije tukawa kama siku hizi wanavyoendelea kufanya watu wenye msimamo mkali. kwa jina la allah na kwa jina la mtume wake zulma zinafanywa. mwenyezi mungu atusalimishe sote na shari ya hawa wazalimu. wapo watu wasemao kwamba sisi tumetenda mazambi mengi, sasa mwenyezi mungu hata tusamehe. huwa wanauliza swali kwamba je, mtenda mazambi anaweza kusamehewa? na kisha wakiwa na wazo hili kwamba hatutasamehewa, wanaendelea kujiingiza zaidi katika mazambi. kimsingi shetani anatia wasiwasi mioyoni mwao na anatumia njia zake ili awapeleke mbali na allah, na kisha watu wa aina hiyo wanaendelea kuchezewa katika mikono ya shetani. lakini hazrat masihi maud alaihi wassalam akituambia njia ya kujipatia wokovu kutoka shambulizi la shetani anasema, mtenda zambi akiwaza wingi wa mazambi yake asichoke kuomba dua. msichoke kwamba tumeomba sana na mazambi ni mengi. akasema dua ni tiba. mwishowe kutokana na dua ataona tu kwamba yeye ameanza kuchukia zambi. dua ndiyo tiba ya mazambi. mkiomba mfululizo mtaona kwamba mtaanza kuchukia mazambi, shetani atawakimbieni. watu ambao wakizama katika maasi wanakata tamaa na hawaelekei kufanya toba, mwishowe wanakataa manabii na athari zao, kisha wanakuwa mbali na dini. watu hawa wanakuwa mbali na dini, kisha wanaenda mbali na manabii hadi wanafikia upagani. basi islam inawaonyesha watu wa namna hiyo mwanga na nuru ya matumaini waliozama katika mazambi. na mwezi huu wa ramazan mwenyezi mungu ametuletea na anatuletea kila mwaka ukiwa na shabaha hii kwamba kivipi na kwa namna gani tunaweza kutubu na tunaweza kupata msamaha wa allah. hivyo tunatakiwa kujinufaisha na mwezi huo. masihi maud alah salam akieleza kuhusu ufunuo wake mmoja, ujibu kula duaika, anasema kwamba mola wangu ameniahidi kwa uwazi kwamba ujibu kula duaika, lakini
mimi nafahamu vizuri kwamba maana ya kula duaika, yani maombi yote, ni kwamba maombi asiyo yasikia yataniletea zwara. Mimi nafahamu kwamba dua zote maana yake sio kwamba kila dua itakubalika. Ikiwa kuna dua ambayo inaweza kusababisha shari na allah anapenda mtu ajirekebishe, basi hapo kukataa kwake ndiyo kukubalika kwake. saa nyingine mtu hafanikiwi katika dua yake na anafahamu kwamba mwenyezi mungu amekataa kupokea dua yake, ilhali mwenyezi mungu anasikiliza dua yake. kukubalika kwake kunakuwa katika hali ya kukataliwa, kwani humo kunakuwa na kheri kwa ajili ya muumbaji. binadamu kwa kuwa hafikiri mbali bali anaona mambo ya kizwahiri tu, hivyo pale anapoomba dua kutoka kwa allah na dua ile haikubaliki, anapoomba dua na dua ile isikubalike, basi yeye hatakiwi kujenga zana mbaya kwa allah kwamba allah hakusikia maombi yake. yeye husikia maombi ya wote. Anasema uduni astajib lakum. Hiyo ndiyo siri kwamba mwombaji huwa anapata kheri pale dua yake inapokataliwa na haikubaliki. kisha akifafanua zaidi hat masihi maud alah salam anasema kanuni ya dua ndiyo hii kwamba katika kukubaliwa kwa maombi mwenyezi mungu haendani na wasiwasi na tamaa zetu. angalieni watoto jinsi wanavyokuwa wapendwa wa mama yake, naye anatamani kwamba shida yoyote isiwafikie. Lakini ikiwa mtoto aanze kuomba kisu kikali au cheche ya moto, sasa je, mama huyo licha ya kumpenda sana mtoto wake atakubali kumpatia kisu au cheche ya moto ili akate mkono wake na ajiunguze na moto? Hapana. kwa kanuni hiyo hiyo mnaweza kufahamu kanuni ya kukubalika kwa maombi. Akasema mimi mwenyewe nina uzoefu katika swala hilo. Dua inapokuwa na kipengele fulani kisicho na kheri, dua ile haikubaliki. sio maana kwamba dua zangu zote zimekubaliwa. mwenyezi mungu anajua vizuri na ndiye mjuzi wa ghaibu. dua inapokuwa na shari ndani yake, dua ile haikubaliki. Akasema twaweza kuelewa vizuri kwamba elimu yetu haina uhakika wote. zipo kazi nyingi ambazo tunazifanya kwa furaha tukielewa kwamba ni zenye baraka, na katika wazo letu tunaona kwamba zitaleta matukio mazuri, lakini mwishowe zinaleta ghamu na msiba. Khalifa mtukufu anasema kwamba mifano yake mingi siku hizi tunaiona kila siku. Nazipokea barua za watu wanaosema kwamba tumefanya dua kisha tukaelewa kwamba matokeo yatakayotokea yatakuwa mazuri, lakini matokeo yaliyotokea yakawa mabaya. Kisha watu kama hawa wanaanza kulalamika kwa allah kwamba tumefanya maombi mengi na kwa kutoa sadaka nyingi tukaanza kufanya kazi, lakini matokeo yake hayakutoka vizuri na dua yetu haikukubalika. jambo la kwanza ni kwamba je, tumefanya maombi kwa kujihalisisha na kwa kujituma? Na je, tumejenga uhusiano wa kweli na allah? Kama hapana, basi hiyo ni hisabu yetu tu. kama asemavyo masihi maud rasulullah kwamba kama mmefanya dua mpaka kufikia kileleni na kisha mwenyezi mungu ameikataa kupokea au natija yake haikutoka sawa na matumaini yenu, basi humo kulikuwa na hikima ya allah na kulikuwa na faida ya binadamu. na ikiwa mtu anasisitiza kwamba lazima dua yake ikubalike, basi yeye anatakiwa kufanya toba na istighfar kwamba mimi nimekosea na nikaendelea kusisitiza juu ya jambo hilo ambalo halikuwa katika haki yangu. Wapo waliomba dua kwamba mwenyezi mungu akubali dua yetu hata kama haina kheri. hata hivyo yeye akakubali tu, na katika masuala ya uchumba hayo yanatokea.
mwenyezi mungu akapokea dua na akaoa pale alipokuwa anapenda, na baada ya muda kidogo wakaachana. hivyo maombi ya aina hiyo mtu hatakiwi kuyaomba. baadhi ya wakati mwenyezi mungu kwa ajili ya kumfundisha somo anapokea maombi ambayo yanakuwa na shari, na kisha matokeo yake yanapotokea mtu huyo anafanya toba na istighfar. Masihi Maud alayhi wassalam alisema kwamba tamaa za mtu zote haziwezi kuwa sahihi. Tamaa zote za mtu haziwezi kuwa sahihi, na kwa kuwa binadamu ana tabia ya kukosea na kusahau, hivyo saa nyingine tamaa yake nyingine inakuwa na shari, na ikiwa mwenyezi mungu akikubali dua yake, hiyo inakuwa kinyume cha rehema yake. tamaa zingine zinakuwa na shari, na kama mwombaji ni mpendwa wa mwenyezi mungu, hapo mwenyezi mungu hapokei dua yake, kwani hiyo ni kinyume cha sifa ya rehema yake. yeye hawaachi wapendwa wake ili shari na hasara iwafikie. Akasema kwamba jambo hili ni la kweli kabisa, kwamba mwenyezi mungu husikiliza maombi ya waja wake na huyakubali, lakini si kila aina ya dua, kwani saa nyingine kutokana na jazba ya nafsi mtu haoni matokeo ya dua na anafanya maombi, anakuwa hana fikra kwamba natija gani itatoka. Lakini mwenyezi mungu ambaye ni mwenye kutakia kheri na anajua kuhusu shari na matokeo mabaya yanayoweza kumfikia muombaji, hivyo anayakataa maombi yake, na kimsingi kuyakataa kwake kwa hakika kunakuwa kukubali kwake. hiyo ni kanuni ya Allah kwa wapendwa wake. basi maombi ambayo mtu anabaki salama katika mabalaa na misiba yanakubalika, lakini anayakataa maombi yanayokuwa na shari ndani yake. Akasema, nimeshafunuliwa mara kwa mara kwamba ujibu kula duaika. kwa maneno mengine semeni kwamba kila dua ambayo ina kheri kwako itakubaliwa. hayo ndiyo maelezo aliyoyatoa, kwamba dua inayofaa kwako itakubaliwa. Akasema kuhusu swala hilo, ninapowaza moyoni mwangu roho yangu inajaa na laza na furaha. nilipopata ufunuo huo na takriban miaka 25 hadi 30 imepita juu yake, nikajawa na furaha tele kwamba mwenyezi mungu maombi yangu ambayo yatahusika nami na maswahaba zangu yeye lazima atayakubali. kisha nikafikiri kwamba katika swala hilo mimi sitakiwi kuwa mchoyo, kwani hiyo ni neema ya Allah. na kuhusu wacha mungu Allah amesema kwamba wa mimma razaqnahum yunfikun, basi kwa ajili ya marafiki zangu nimekwisha panga hivi kwamba wakumbushe wasinikumbushe, waniambie kuhusu shida yao au wasiniambie, mimi nawaombea ili waendelee kupata kheri katika dunia hii na katika akhira. Masihi Maud rasulullah akifafanua masharti ya kukubalika kwa maombi anasema, ieleweke kwamba kukubalika kwa maombi kuna masharti yake. mengine yanahusika na muombaji na mengine yanahusika na mtu anayeombewa. mtu anayeombewa ni muhimu kwa ajili yake kwamba yeye azingatie hofu ya Allah. hilo ni jambo zito. mtu anayetaka kuombewa anatakiwa kuzingatia hofu ya Allah na muda wote aendelee kumwogopa Mwenyezi Mungu. Akumbuke kwamba Mwenyezi Mungu asiyehitaji, ambaye wote wanamhitaji, na muda wote awe na hofu ya Allah moyoni mwake, na awe na tabia ya kufanya suluhu na amwabudu Mwenyezi Mungu pekee. Vitu hivi pia ni muhimu mno. Awe na tabia ya kuleta suluhu na afanye ibada kwa ucha Mungu na kwa uaminifu wake, amfurahishe Mwenyezi Mungu. Hivyo katika hali hiyo mlango wa kukubalika kwa maombi unafunguka kwake. Hali hiyo ikitokea na masharti yakitimia, hapo Mwenyezi Mungu anamfungulia mlango wa kupokelea
anamfungilia mlango wa kupokelewa kwa maombi yake. Na kama anamkasirisha Allah na anapigana naye vita na hafuati amri zake wala hatimizi haki za Allah na haki za waja wake, hapo akasema kwamba maovu na maasi yake yanakuwa kizuizi katika njia ya maombi yake, na mlango wa kukubaliwa kwa maombi unafungwa kwake. Maombi yake hayakubaliwi, wala maombi ya yule ambaye anamwombea yanakubalika. Akasema basi inawalazimu marafiki zetu kwamba wao wasalimishe maombi yetu kutoka kupotea na wasilete kizuizi katika njia yake kinachoweza kutokana na matendo yao mabaya. Kama matendo yenu si mema, basi maombi yangu pia hayatapokelewa katika haki yenu, bali matendo yenu yatakuwa kizuizi katika njia yake. Kisha kwa ajili ya kukubalika kwa maombi pia ni muhimu kwamba mtu awe imara katika itikadi yake. Hilo ni sharti la msingi, na awe mwenye kutenda matendo mema kama Allah asemavyo kwamba muitikie amri zangu na muzifuate. Sasa hicho ni kitu cha msingi kilicho muhimu kwa ajili ya dua. Masihi Maud alayhisalam akifafanua jambo hilo anasema, hili ni jambo la kweli kwamba mtu asipotumia matendo yake hafanyi maombi, bali anamjaribu Mwenyezi Mungu. Hivyo kabla ya kufanya maombi ni muhimu kutumia nguvu zote, na hiyo ndiyo maana ya dua. Kwanza kabisa mtu anatakiwa kuangalia matendo yake, kwani hii ni tabia ya Allah kwamba mwongozo hutokana na sababu zake. Vitu vinavyohitajika kwa ajili ya mwongozo, na vitu hivi vitakapopatikana na ikiwa mtajirekebisha, kisha mtafanikiwa. Akasema Mwenyezi Mungu anamwezesha mtu kuwa na hali fulani ambayo inakuwa sababu ya kujirekebisha kwake. Ikiwa dua inaombwa kwa moyo safi, hapo Mwenyezi Mungu anamfanya mtu awe na sababu ambayo inakuwa njia ya kujirekebisha kwake. Watu wanaosema kwamba dua inatosha na dua haihitaji sababu yote, watu hawa wafikiri kwamba dua yenyewe ni sababu moja katika sababu zingine. Na maneno ya iyaka naabudu ambayo yametangulia maneno ya iyaka nastain yanafafanua vizuri swala hilo, kwamba sisi twakuabudu wewe tu na kisha tunaomba msaada kutoka kwako kwamba sisi tufanikiwe. Ilmuradi tunaona kwamba hiyo ni kawaida ya Allah ya kuwa yeye anamsababishia mtu apate sababu mbalimbali. Angalieni, kwa ajili ya kumaliza kiu anampatia mtu maji, na kwa ajili ya kumaliza njaa anampatia chakula, lakini kwa kupitia njia mbalimbali. Sio kwamba kiu kimekwisha mara moja au maji yametoka mbinguni ghafla au chakula kimepatikana. Sababu na njia zinapatikana ambazo kwazo maji na chakula kinapatikana. Basi silsila hiyo ya sababu inaenda hivyo, kwani Mwenyezi Mungu ana majina mawili, kana Allahu azizan hakima. Yeye ni aziz, yani ana uwezo wa kufanya mambo yote, na yeye ni hakim, yani mambo yake yote yanatokana na hikima na kwa wakati. Angalieni katika miti na vitu vingine sifa za aina aina zimewekwa. Angalieni turbat, kiasi kadogo tu kinasababisha mtu apate kuharisha, na pia ni sakuminia. Mwenyezi Mungu ana uwezo kwamba mtu apate kuharisha au kiu yake kimalizike bila maji, lakini
kwa kuwa ilikuwa lazima kwamba watu wangejua kuhusu maajabu ya kudra ya mwenyezi mungu yaliyoumbwa na mwenyezi mungu, kwani pale elimu yao juu ya maajabu yake inapopata wasaa na inazidi, mtu kutokana na kujua kuhusu sifa za Allah anapata uwezo wa kuwa karibu zaidi na Allah. Kutokana na elimu za tiba na anga, maelfu ya maajabu yanajulikana. Ikiwa mtu aone kwa jicho la kiroho, vitu hivi vilivyoumbwa na Allah vinamwezesha mwanasayansi anayeamini juu ya zati ya Allah azidi zaidi katika itikadi yake, ilhali mpagani anasema kwamba vitu hivi vimetokea vyenyewe, lakini akasema kwamba Mwenyezi Mungu ameonyesha maajabu ya kudra yake ili mtu aweze kujua kwamba kila kitu kina shabaha yake na kina kusudio lake. Kisha Sayyidina Ahmad Islam anasema yawapasa kushika uchamungu, kwani uchamungu ni kitu ambacho tunaweza kusema kwamba ni muhtasari wa sheria. Uchamungu una daraja zake, lakini mtu akianza safari yake kwa azma na ikhilasi huwa anafikia daraja za juu. Mtu anapoanza kupiga hatua katika kushika uchamungu, basi anaweza kufikia daraja za juu kwa sababu ya uaminifu wake na ikhlasi yake. Mwenyezi Mungu anasema innama yataqabbalu llah minal muttaqin, yani Allah huwapokelea wamchao tu. Innama yataqabbalu llahu minal muttaqin, hiyo ni ahadi yake ambayo haiwezi kubadilika kabisa, kama asemavyo inna allaha la yukhlifu lmiyad, Mwenyezi Mungu havunji miadi. Inna allaha la yukhlifu lmiyad, basi kama sharti la uchamungu ni la lazima katika kukubaliwa kwa maombi, yani ni sharti ambalo haliwezi kuachwa na kukataliwa. Sasa ikiwa binadamu ambaye ameghafilika kisha aseme kwamba maombi yake yakubaliwe, sasa je, mtu huyu si mjinga au mpumbavu? Hivyo ni muhimu kwa jumuiya yangu kwamba kila mmoja wao kwa kadri wawezavyo washike uchamungu ili wapate ladha ya kupokelewa kwa maombi na wapate sehemu katika imani. Mwenyezi Mungu amesema kwamba muniamini na hivyo imani yenu itazidi. Kisha Almasihi Maud a.s. akieleza aina mbalimbali za rehma anasema, kumbukeni kwamba rehma ina aina mbili. Moja inatokana na sifa ya rehmaniyat na nyingine inatokana na sifa ya rahimiyat. Rehmaniyat ni fadhila ya Allah iliyoanza kupatikana kabla ya uumbaji wetu. Kwa mfano, Mwenyezi Mungu kutokana na elimu yake ya zamani aliviumba ardhi na mbingu na vitu vilivyomo ndani yake ambavyo vyote vinatufaa na vinatusaidia. Binadamu ndiye anayenufaika zaidi na vitu hivyo. Makondoo, mbuzi na wanyama wengine, binadamu anapata faida kutoka kwao, na vitu hivi vyote vimeumbwa kwa ajili ya binadamu na kwa ajili ya faida yake. Angalieni katika mambo ya kimwili, ladha na furaha zinazopatikana kwa mtu. Yani nyama iliyo nzuri ni kwa ajili ya binadamu na mifupa ni kwa ajili ya mbwa, na binadamu anapata ladha za aina aina. Ijapokuwa wanyama pia wanapata kiasi, lakini mtu anapata zaidi. Na katika ladha za kiroho wanyama hawana sehemu yoyote. Ladha za kiroho ni kwa ajili ya mtu tu, kwa ajili ya binadamu tu, na wanyama hawana sehemu yoyote ndani yake. Basi rehema hii ina aina mbili. Moja, vitu vilivyokuwa vimetayarishwa kabla ya kuumbwa kwetu na sasa vinatusaidia katika shughuli mbalimbali, na vitu hivi
vimepatikana bila kuomba kwetu, na hivi vyote vinatokana na sifa ya rehmaniyat ya mwenyezi mungu. Yani vitu hivi vyote vimetokana na sifa ya rehmaniyat ya mwenyezi mungu, na rehma ya pili inatokana na sifa ya rahimiyat. Yani tunapofanya dua mwenyezi mungu anatujalia. Ikiwa tutafakari, tutapata kuelewa kwamba uhusiano wa kanuni ya kudra umeunganishwa na dua. Baadhi ya watu siku hizi wanasema kwamba hiyo ni bidhaa. Napenda kueleza uhusiano wa dua yetu, na Allah akasema kwamba mtoto akiwa na njaa anapolia kwa ajili ya maziwa, mama yake anamnyonyesha na maziwa yanapatikana tu. Mtoto huyu hajui maana ya dua, lakini kulia kwake kunavuta maziwa. Kila mmoja anajua habari hiyo. Saa nyingine tumeona kwamba mama anakuwa hajisikii maziwa, lakini mtoto anapolia maziwa yanapatikana. Sasa sisi tutakapolia mbele ya Allah, je, kilio chetu hakitatusaidia? Kila kitu kinawezekana, lakini vipofu wa kiroho ambao wamejifanya kuwa wanafalsafa na wasomi hawezi kuona uhusiano ambao mtoto anakuwa na mama yake. Ikiwa binadamu kwa kuweka uhusiano huo kichwani mwake atafakari juu ya falsafa ya dua, basi hiyo itakuwa rahisi kwake. Rehema ya pili inatuambia kwamba muendelee kuomba, mtaendelea kupata. Ud'uni astajib lakum, si maneno, bali hicho ni kitu cha lazima cha asili ya binadamu. Kisha Hatmasihi Maud Rasulullah akieleza umuhimu wa jambo hili kwamba kuomba ni kazi ya mtu na kukubali dua ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Anasema kuomba ni kazi ya mtu na kukubali ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Mtu asiyefahamu hilo yeye na analikataa ni mtu mwongo. Mfano wa mtoto nilioeleza unatatua shida yote. Rehmaniyat na rahimiyat si vitu viwili. Basi mtu kwa kuacha kimoja anataka cha pili, hivyo hawezi kukipata. Sifa ya rehmaniyat inatuwezesha kuwa na uwezo wa kupata faida kutoka sifa ya rehmaniyat. Rehmaniyat ya Allah ni vile vitu ambavyo ametupatia bila kuomba kwetu, na ametuonyesha njia zake. Sasa vitu ambavyo kazi yetu ni kuviomba, yeye anatuwezesha nguvu ili tuweze kuviomba. Akasema mtu asiyefanya hivyo yeye anakataa neema ya Allah. Maana ya iyaka naabudu ni kwamba wewe tu twakuabudu. Sisi tukitumia vitu na sababu ambazo wewe umetujalia tunakuabudu. Yani tunakuabudu kwa kutumia njia ambazo wewe umetupatia. Angalieni kwa mfano ulimi. Huzur anatoa mfano wa ulimi. Anasema ulimi ambao umeumbwa na vitu mbalimbali, kuna mishipa yake, kisha ni mate, na una vitu vingine ambavyo ni sehemu ya ulimi, na ulimi umetengenezwa na vitu hivyo. Ikiwa ulimi usingekuwa na vitu hivi, tusingeweza kuongea. Ulimi ukikauka, mtu hawezi kunena. Ulimi ukikosa mishipa yake na mate, mtu hawezi kuutumia na kuongea. Akasema kwamba alitupatia ulimi kwa ajili ya dua ambayo inaweza kudhihirisha mawazo na hisia za moyo, na sisi pamoja na kudhihirisha mawazo ya moyo pia tunatumia kwa ajili ya kuongea. Na tusipotumia ulimi wetu kwa ajili ya dua, hiyo ni bahati mbaya kwetu. Yapo maradhi mengi ambayo ulimi ukiyapata unaacha kufanya kazi yake na mtu anakuwa mbubu. Basi hiyo ni rehmaniyat yake, kwamba ametujalia ulimi, kisha ametujalia masikio. Tunamesema kwamba
neno hilo ni la rahmaniyat. mwenyezi mungu kutokana na rehmaniyat yake ametupatia ulimi, kisha ametujaalia masikio, na kisha ametufundisha njia ya kuutumia ulimi, na sisi tunatumia kwa ajili ya dua. vivyo hivyo ikitokea tofauti kidogo tu katika uumbaji wa masikio, mtu hataweza kusikia chochote. na hiyo ndiyo hali ya moyo ambao umejaaliwa sifa ya kushika unyenyekevu na una uwezo wa kutafakari. na ukishambuliwa na maradhi, vitu vyote vitapotea tu. angalieni majnuni kwamba viungo vyao vinakosa nguvu. sasa si kazi ya mtu kwamba yeye athamini neema za Allah? viungo hivi ambavyo mwenyezi mungu ametujalia kwa fadhila yake, sasa tusipotumia ipasavyo, basi bila shaka tutakuwa tumekataa neema zake. basi kumbukeni kwamba ikiwa tunafanya dua na hatutumii nguvu na uwezo wetu, basi dua hiyo haiwezi kutuletea faida yoyote, kwani tusipotumia kitu tulichopewa kama zawadi, tutawezaje kuvitumia vitu vingine kwa ajili ya faida yetu? Sayyidina Ahmad alayhi akitoa mifano hiyo ametuambia wazi kwamba muthamini neema za Allah na muzitumie katika faida zenu, na muombe Allah ili awasaidieni katika kuzitumia kama ipasavyo. na hapo ndipo mja mkweli wa Allah ataweza kutimiza haki ya utumishi wake na ataweza kumshukuru Allah kwa neema zake. na kisha sifa hiyo ya kumshukuru Allah inavutia fadhila zake zaidi, na mtu anashuhudia manzari ya kukubaliwa kwa maombi yake. na mtu anaangalia kwamba maombi yake yanapokelewa na Allah subhanahu wa ta'ala. kisha akifafanua zaidi, Masihi Maud salam anasema, basi maneno ya iyaka naabudu yanatuambia kwamba ewe Mola wetu wa ulimwengu, sisi hatujapoteza zawadi yako uliyotupatia. na katika ihdina siratal mustaqim ametupa mwongozo kwamba mtu amwombe Allah busara ya kweli, kwani fadhila na rehema yake isipomsaidia mtu amekwama katika giza kiasi kwamba hawezi kupata nafasi ya kuomba dua. ni fadhila ya Allah tu inayomwongoza, waila mtu ni ajizi, ameiangukia dunia, amekwama katika giza na hawezi kupata nafasi ya kufanya maombi. basi maadamu mtu kwa kutumia fadhila ile ambayo ameipata kwa sababu ya rehmaniyat yake asifanye dua, hawezi kupata natija bora. mtu ili awezi kutoka nje ya giza analazimika kumwomba Mwenyezi Mungu msaada wake. Alisema, mimi ni muda kidogo niliona katika sheria ya wazungu kwamba kwa ajili ya takawi mtu analazimika kuonesha mali fulani. Takawi maana yake ni mkopo wa kilimo ambao wakulima wanakopa. hata hapa pia watu wanapokopa wanalazimika kutoa zamana fulani au wanaandikisha vitu fulani kama zamana. hiyo ndiyo kanuni ya Mwenyezi Mungu pia, kwamba vitu ambavyo tumepewa tumetumia vipi. ikiwa mkiwa na akili, ufahamu, macho na masikio hamjapotea na hamjaangukia ujinga na upumbavu, basi fanyeni dua kwamba mtapata fadhila ya Allah zaidi. vitu ambavyo Mwenyezi Mungu amemjalia binadamu na amempa neema zake, kama yeye kwa sababu ya neema zake hajapotea, basi afanye maombi zaidi na fadhila ya Allah itazidi, waila atakosa yote. yani asipotumia neema za Allah kama ipasavyo, basi dua hazitamsaidia chochote, bali atabaki katika hali ya kukosa mambo yote. kisha Masihi Maud anasema,
katika kanuni ya allah ipo mifano ya kukubaliwa kwa maombi na katika kila zama mwenyezi mungu hutumia mifano iliyo hai. ndiyo maana yeye ametufundisha dua ya ihdina sirata almustaqim sirata lazina anamta alaihim. hii ni matakwa ya allah na kanuni yake na hakuna awezaye kuibadilisha. ihdina sirata almustaqim maana yake ni kwamba uyafanye matendo yetu yashike daraja ya juu na yawe yamekamilika. tunapotafakari juu ya maneno hayo tunapata kuelewa kwamba humo kuna amri ya kuomba dua na mafundisho yametolewa ya kuomba njia iliyonyoka. lakini maneno ya iyaka naabudu wa iyaka nastain yanatuambia kwamba sisi tunufaike nayo, yaani kwa ajili ya kufikia daraja mbalimbali za njia iliyonyoka tukitumia viungo vyetu tuombe msaada wa allah. iyaka naabudu wa iyaka nastain inatuambia ya kwamba kama sisi tunataka kupata sirate mustaqim, basi viungo ambavyo mwenyezi mungu ametujalia, kwa kuvitumia viungo vile tutalazimika kumwomba mungu msaada wake. basi kutumia njia za kizwahiri ni jambo la lazima, na mtu anayacha kutumia anakataa neema zake. ili mtu aweze kutenda mema analazimika kuomba msaada kutoka kwa allah. akasema mwenyezi mungu kwa ajili ya dua ametujaalia ulimi ambao una uwezo wa kudhihirisha mawazo na hisia za moyo. kisha akasema vivyo hivyo katika moyo wetu ameweka uwezo wa kushika unyenyekevu na kutafakari. basi kumbukeni kwamba kama kwa kuacha vitu hivyo tutafanya dua, basi dua hiyo haitatusaidia chochote. hivyo kabla ya maneno ya iyaka naabudu, yani maneno ya iyaka naabudu yaliyotangulia ihdina sirata almustaqim yanatuambia kwamba sisi hatujapoteza neema zako ambazo ulitujalia. kumbukeni kwamba hii ni sifa makhsus ya rehmaniyat, kwamba inamwezesha mtu kupata faida kutoka rahimiyat. hivyo kama mwenyezi mungu alivyosema uduni astajib lakum, hayo si maneno matupu, bali hiyo ndiyo kazi ya binadamu, kwamba yeye afanye dua, na mtu asiomba dua ni mzalimu. dua ni kitu kilicho na ladha ya ajabu. mimi nasikitika kwamba nitumie maneno gani ili niweze kueleza ladha yake mbele ya dunia. kwa kifupi tu, vitu ambavyo ni vya msingi katika dua, moja ni kwamba watu watende mema na wawe na itikadi, kwani mtu asiyerekebisha itikadi zake na asiyetumia matendo mema kisha anafanya maombi, yeye anamjaribu allah. hivyo katika dua ya ihdina sirata almustaqim kitu kilichotajwa humo ni kwamba ufanye matendo yetu yakamilike na yafikie daraja ya juu, na kisha kwa kusema haya kwamba sirata lazina anamta alaihim akaweka wazi kwamba sisi tunaomba mwongozo kwa njia ile ambayo ni njia ya wale uliowaneemesha, na utuokoe na njia ya wale waliopata ghadhabu yako. na kwa kusema zwalin akatufundisha kwamba pia utuokoe na hali ya kupotea, yani tusije tukapotea bila kuwa na msaada wako, hivyo utusalimishe. hivyo mnaposoma sura fatiha basi musome hivi kwa kutafakari juu yake na kisha mufanye maombi. kisha akieleza umuhimu wa sababu katika dua anasema zaidi kwamba sikilizeni dua ambayo mwenyezi mungu anasema uduni astajib lakum inahitaji roho ya kweli na haina roho ya kweli, na ikiwa haina roho ya kweli na unyenyekevu basi ni maneno matupu tu. kisha mtu anaweza kusema kwamba hakuna haja ya sababu. hiyo ni si sahihi. sheria haijakataa kutumia sababu, na kusema kweli dua yenyewe ni sababu moja, na dua ni chimbuko la kutafuta sababu. maumbile ya binadamu, mikono yake na miguu yake
inaonyesha sura fulani ya kusaidiana. Wakati sura hiyo imo katika binadamu, basi kwa nini mtu anapata shida katika kuelewa maana ya taawanu albirri wattaqwa? Ndiyo mimi nasema kwamba tafuteni njia kwa dua. Mimi nimewafahamisheni kwa kutumia mfano wa mwili wa binadamu jinsi viungo vyake vinavyosaidiana. Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutufahamisha zaidi kuhusu utumiaji wa njia mbalimbali alianzisha silsila ya ujio wa manabii katika dunia hii. Mwenyezi Mungu alikuwa na uwezo na anao uwezo kwamba ikiwa akipenda yeye, basi manabii wake wasihitaji msaada wa aina yoyote. Lakini hata hivyo muda unafika ambapo wanalazimika kusema man ansari ilallah. Je, wanaomba msaada kama anavyoomba mwenye kuomba? Hapana. Man ansari ilallah inakuwa na shani yake. Wao wanataka kuifundisha dunia kwamba vitu hivi vya dunia kuvitumia ni kitu cha lazima na ni sehemu ya dua. Waila wanakuwa na imani kamili juu ya ahadi za Allah. Nao wanajua kwamba hii ni ahadi ya Allah kwamba inna lanansuru rusulana walazina amanu fil hayati dunia, kwamba sisi tutawasaidia mitume wetu na wale walioamini juu yao katika dunia hii. Akasema hiyo ni ahadi ya kweli. Mimi nasema kwamba Mungu asipotia wazo la kutoa msaada moyoni mwa mtu, kivipi anaweza kumsaidia? Basi manabii wanakuwa na haja ya sababu, lakini kwa ajili yake wao wanainama mbele ya Allah, na kisha Mwenyezi Mungu anawafungulia njia mbalimbali na anatia mioyoni mwa watu ambao wanakuwa wasaidizi wao na wanaendeleza kazi yao mbele. Sayyidina Ahmad Salam akieleza umuhimu wa dua na sala anasema kiini cha sala ni dua pekee, na kuomba dua ni sawa na kanuni ya asili ya Mwenyezi Mungu. Kwa mfano, tunaona kwamba mtoto anapolia na anaonyesha machungu yake, mama yake anakosa utulivu na anaanza kumnyonyesha. Huo ndio uhusiano ulio baina ya Mungu na viumbe wake ambao kila mtu hawezi kuuelewa. Mtu anapoanguka kwenye kizingiti cha Allah na kwa unyenyekevu mkubwa anaeleza mbele yake hali yake na haja zake na anamwomba msaada na analia mbele yake, ndipo rehema ya Mungu inamteremkia na mtu huyo anarehemiwa, na fadhila ya Allah pia inahitaji maombi. Hivyo tuombe hivyo. Kisha anasema baadhi ya watu huzani kwamba kulia mbele ya Allah jambo hilo halimsaidii mtu. Hilo ni wazo batili kabisa. Watu wa aina hiyo hawana imani juu ya dhati ya Allah na juu ya sifa na kudra zake. Ikiwa wangekuwa na imani kweli, wasingethubutu kusema hivyo. Mtu yeyote aliyejia mbele ya Allah na akafanya toba ya kweli na akarejea kwake, Mwenyezi Mungu muda wote akamjalia fadhila zake. Mshairi mmoja amesema kweli kwamba katika shairi la Kiajemi, maana yake ni kwamba ni nani ambaye awe ashiki wa mtu fulani kisha yule anayempenda yeye asiwe na habari ya hali yake? Huyu hana machungu wala tabibu yupo. Mwenyezi Mungu anataka kwamba nini muje kwake kwa moyo safi. Sharti lake ni moja tu, kwamba nyinyi muwe na mabadiliko ya kweli ambayo yawapelekeni mbele ya Allah. Nasema kweli kweli kwamba Mwenyezi Mungu ana kudra za ajabu na ana fadhila na baraka zisizo na mipaka, lakini ili muweze kuzipata muwe na jicho la mapenzi. Kama mtakuwa na mapenzi kweli kweli, Mwenyezi Mungu atasikiliza sana maombi yenu na atawasaidieni. Kisha akasema kwa kueleza sifa ya waumini, Mungu anasema yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim
wayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ars rabbana ma khalaqta hadha batila. Yani waumini ni wale ambao humkumbuka allah wakiwa wima na wakikaa na wakilala kibavu na hutafakari uumbaji wa mbingu na ardhi, na wanasema mola wetu huku viumba hivi bure. Pale ambapo wanaona mpango wa mungu wanasema mola wetu huku viumba hivi bure. Yani watu hawa hawafanyi kama wanavyofanya watu wa dunia, kwamba wanafanya utafiti juu ya ardhi na sura yake na mwezi na jua na nyota, na waendelee kupiga hisabu kuhusu vitu hivi, hisabu za dunia, bali kwa kuvitafakari vitu hivyo wanarejea kwa muumba wa vitu hivi na wanaimarisha imani yao. Yani wakijifunza elimu kisha wanainama mbele ya allah na wanazidi katika imani, na hiyo ndiyo alama makhsus ya mumini. Hayo ni mambo machache ambayo nimeweza kuyaeleza kutoka hazina ile azim ambazo masihi maud islam ametupatia, ambayo yanaangazia umuhimu wa dua, hikima yake, njia ya kuomba dua, falsafa yake na kadhalika. Ikiwa tuwe wenye kuyaelewa, tunaweza kujiletea mapinduzi katika maisha yetu. Katika uhusiano na allah tunaweza kuwa na daraja makhsus, tunaweza kuvutia fadhila za allah. Basi katika mwezi huu wa ramadhan tunatakiwa kufanya juhudi ya kwamba kwa ajili ya kupata ukaribu wa allah, kwa ajili ya kupata upendo wake, tuwe wenye kufuata amri zake na tuwe wenye kuimarisha imani zetu, tuweze kuelewa hikima na falsafa ya dua, tuweze kurekebisha matendo yetu na tuweze kuingia katika watu ambao maombi yao yanakubaliwa na allah subhanahu wa taala. Mwezi huu wa ramadhan uweze kutusaidia kujenga uhusiano wa kiroho na allah subhanahu wa taala. Tuwaombee ndugu zetu. Naendelea kusema kwa ajili ya dua nchini pakistan na nchini aljazair na katika nchi yote ya dunia, popote pale ambapo mwanajumuiya yote anakabiliana na shida yote, hasa shida za kidini. Nchini pakistan kila siku tukio jipya linatokea ambapo wanajumuiya wanateswa na wananyanyaswa kwa njia mbalimbali, hivyo muwaombe maombi makhsus. Pia nchini aljazair labda viongozi wana nia ya kufungua kesi zao tena. Mwenyezi mungu awasalimishe. Tunapowaombea wengine maombi yetu pia yanakubaliwa. Kumbukeni tiba hiyo kwamba watu wanaowaombea wengine, malaika wanafanya maombi kwa ajili yao, na malaika wakituombea basi hiyo ni jambo jema lenye faida sana. Basi tunatakiwa kuwaombea wengine, si kwa ajili yetu tu, bali tuwaombee wengine. Mwenyezi mungu katika mwezi huu wa ramadhan atujalie kufanya hivyo. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر